Once again, dunia inafunguka, tunakutana na hii familia. Mdingi mwenye watoto wake watatu. Wa kwanza anaitwa Joy, wa pili Adana, na watatu anakwenda kwa jina la Princess. Hii ni familia ambayo wanapendana kinoma noma. Kama unazijua familia ambazo zinapendana, basi hii familia inapendana barabara. Lakini ni kwamba hii familia iliweza kumpoteza mama mzazi. Wamebaki na baba tu, lakini tabasamu ni kama lote. Mdingi amekuwa akiwapatia watoto wake furaha kinoma noma, hata wapati huzuni baada ya kuweza kumpoteza mama wao kipenzi. Na watoto wa kike wote walikuwa wakisoma shule moja, na wote walikuwa wakisomea udaktari. Na hapa alikuwa kwenye chumba cha kompyuta, na huyu ni mwalimu wao ambaye alikuwa akiwafundisha kwa uzuri na wanampenda kinoma noma. Na huyu madam anaitwa Madam Sara. Amekuwa na upendo sana na hao wanafunzi wake, na muda si mrefu kuna mwanafunzi alitimba. Mshikaji anakwenda kwa jina la Dominic. Ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wanafanya vizuri sana kwenye darasa la huyu teacher, na amekuwa akimkubali sana Dominic kwa sababu ni mwanafunzi mwenye nidhamu na ana akili kubwa sana, na amekuwa akijaribu kuweza kuwasukuma wenzake waweze kufanya vizuri. Basi baada ya mafunzo na masomo kadha kadha, basi kila mtu ikabidi aanze kutawanyika kwa namna yake, kwa sababu muda wa kutoka ulikuwa umeshawadia. Basi Dominic akatoka na rafiki yake, na pia kila siku baada ya kuweza kutoka class, au mabinti watatu wamekuwa wakipitiwa na babao mzazi. Au mabinti matajiri, yani babao anawajari kinoma noma. Basi walitimba mpaka nyumbani, akawa anamkumbatia Mdingi, kwa sababu usikaleo Mdingi akuwafuata yeye kule shule, aliweza kumtuma mtu, yani dereva aweze kuwafuata. Basi akawa anauliza maendeleo ya shule, na alikuwa akimwambia kwamba kila kitu kiko apecha lolo. Akakabidada ambako kako upande wa kushoto wa Mdingi kanakwenda kwa jina la Adana. Kama kawaida, teacher ambaye anakwenda kwa jina la Madam Sara aliendelea na darasa lake, na alikuwa akiuliza maswali, lakini mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic ni mmoja kati ya wanafunzi ambao walikuwa kijibu maswali kipaumbele sana, kwa sababu alikuwa akifanya vizuri. Na kale ka Princess na kenyewe kalikuwa kijibu maswali. Kama unavijua tena, Princess ni mdogo wake na ubidada ambaye anakwenda kwa jina la Adana, ambayo yuko upande wa kushoto wa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Huwezi kuamini ni kwamba namna ambavyo Dominic amekuwa akifanya vizuri, amekuwa akiwavutia mabinti wengi sana, hususa huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Adana, na aka kabinti kingine kanakwenda kwa jina la Doka. Lakini huyu Adana, huwezi kuamini kwamba akawa na wish kama vile wako na mshikaji, wameshikana wanaambiana maneno matamu, yani muda wote ni anamwazia tu mshikaji, na yuko upande wake wa kushoto hapa. Hasa mshikaji kuna vitu alikuwa akimuelekeza huyu mtoto wa kike, lakini anashangaa huku bidada alikuwa kimya, hajibu chochote. Huyu Adana nilikuwa naona unalalala vipi, kuna shida, kuna tatizo? Hamna shida. Yani Adana ni kwamba kesha mpenda mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Na ukumbuke sio yeye tu, mpaka kale kabidada ambaye anakwenda kwa jina la Doka nako kamempenda mshikaji balabala. Basi walipata time, na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Adana aliweza kuchukua namba ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Uzuri ni kwamba naye Dominic kuna namna huwa anampenda huyu mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Adana. Basi walikuwa wakipiga story, na muda si mrefu ndugu zake wakatimba, Adana baba amekuja kutufuata. Basi Adana akamwaga mshikaji pale, akawa anajichenga pale, vitoto vya kifogo hivi. Na rafiki yake akatimba, na kuna mzee wa totos unazidi kuenjoy na walembo, amna guy vipi? Mzee wa totos naona watoto kama wote. Basi wakawa na zama zao klasi hapo. Huko nyumbani huwezi kuamini kwamba ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma, kwa sababu anti yao na hawa mabinti alitimba, jamani anti tulikumisi kweli, yani tulikumisi balabala. Mimi ndo nilikumisi zaidi, aka Princess ndo kadogo kuliko wote, mimi ndo niliwamisi zaidi, yani niliwamisi barabara. Lakini umekuja bila taarifa. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma, kwa sababu wao mabinti wanampenda sana anti yao vibaya mno. Yani huyu anti ni mdogo wake na baba wao mzazi, na ndo maana wanamuita shangazi. Basi taratibu ikabidi wajichenge kwenda kubadilisha, wakavua nguo za shule. Mabinti wamechangamka. Basi bana, wakati mwingine anti alikuwa akizungumza na kakake hapa, bro, kuna kitu inabidi ukifanye, inabidi uoe. Umeshakaa muda mrefu tangu mwanamke wako ameweza kupoteza maisha, alafu hao mabinti bado ni wadogo. Inabidi utafute mwanamke mwingine mdogo mdogo umlete humu ndani. Vipi wewe, utaki minjunjo? Kama umenena hivi, mimi mwenyewe minjunjo nataka. Kama unataka minjunjo, chukua kibinti kidogo kidogo kilete humu ndani kiweze kuwalea hao wanao. Unafeli wapi kakangu? Bidada kabaki anashangaa, anataka kuoa baba, yani shangazi anamshauri Mdingi aoe. Bidada huwezi kuamini kwamba alifika mpaka kwa wenzao, yani anti eti anamshauri baba aoe, anamshauri aoe. Yes, anamshauri aoe. Hatuwezi kukubali hilo jambo, hatuwezi kulikubali hata mara moja. Mabinti waliweza kulipinga hilo jambo eti la kwamba Mdingi aweze kuoa. Basi huwezi kuamini kwamba waliungana kwenda kumwandamania Mdingi, hakuna kuoa. Basi ukatimba, baba ni kweli eti unataka kuoa mwanamke mwingine tena kabinti kadogo kadogo? Wewe nyinyi mmejua
mmejuaje hilo swala? Mimi niliwasikia wakati mnazungumza. Huwezi kuamini kwamba siri yao sio siri tena. Mdingi akawa anasema kwamba yeye inabidi niwaletee mameno mdogo, lakini mabinti walilipinga tena kwa herufi kubwa. Wakati mwingine shangazi alikuwa akiandaa msosi hapa kwa sababu ya mabinti wasiende shuleni wakiwa na njaa, basi wakawa wanashuka taratibu wakiwa wamevaa nguo za shule. Jamani mabinti zangu, inabidi mje mle msosi hapa. Hatuli msosi wako. Alafu wakawa wanajichenga, wamegoma hakuna kula msosi wa anti kwa sababu anataka waletee kibinti kidogo eti humu ndani. Anti akasema kazi ninayo, na kila kitu akaja kumwambia kaka yake namna ambavyo mabinti wake wameweza kumnunia. Wataki tena mazoea naye kwa sababu eti anataka kumleta mtu mwingine, yani anataka kumleta binti mdogo humu ndani kwa sababu mdingi aweze kumuoa. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yani mabinti zako ambao walikuwa wananipenda, wananithamini, leo hii eti wananikataa. Yote hiyo kwa sababu wanaogopa huenda mamdogo wao atakuwa akiwatesa. Hiyo sio sababu. Yani hao mabinti walikuwa wakiogopa kwamba mdingi akioa huenda huyo mwanamke atakuwa akiwatesa wao, na huenda mdingi upendo atapunguza dhidi yao na ataongeza upendo kwa huyo mwanamke ambaye atakuwa amemwoa. So mabinti walikuwa wakimpinga mdingi kitu ambacho alikuwa akihitaji kuweza kukifanya. Basi mdingi kama ilivyo kawaida yake ni kuweza kuwachukua mabinti zake huku shuleni. Basi alitimba mpaka ndani. Vipi mabinti zangu, vipi wapo? Na nilikuwa naomba uweze kuniitia kwa sababu muda umekwenda sana na huu ni muda wao kuweza kurudi nyumbani. Wala usijali, ngoja nili nikakuitie. Nashukuru sana. Uweze kuamini kwamba dingi akavutiwa na huyu mlembo. Mbona kama mlembo huyu? Basi humu ndina wanafunzi waliendelea kujisomea, lakini muda tayari ulikuwa umesha kwenda. So teacher alikuja na kuweza kumuita Dana, Princess pamoja na Joy. Baba yenu anawasubiri hapo nje, anawaita, so inatakiwa muweze kwenda. Wakati mwingine tunamwona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic na aka kabidada ambaye anakwenda kwa jina la Doka kalimfuata. Vipi, unaenda wapi? Mimi naenda zangu maskani. Hii ndio njia kwenda kwenu? Yes, ndio njia ya kwenda maskani. Kumbe inabidi tuongozane bana, na sisi ndio huko. Basi ratibu wakawa wanaongozana, mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Doka. Kama unakumbuka ni kwamba mtoto wa kike anampenda mshikaji kinoma noma. Siku leo shangazi ilibidi akae nao mabinti, na lengo la kuweza kukaa nao ni kwamba alikuwa akiomba radhi kwa kile ambacho alikuwa amekifanya dhidi yao, kwani yeye ndo amesimama mstari wa mbele kuweza kumshauri babao mzazi aweze kuwa mwanamke mwingine. So alikuwa akiomba uweze kubaliana na ile ombi. Tafadhali naombeni, mimi sijui kufanya kitu kibaya na tutahakikisha kwamba huyu mama mdogo akizingua tu tunamtimua. Hivyo labda ungekuja kushauriana na sisi, mbona sisi tusinge kupinga? Yani kwamba mabinti walikuwa wakipinga kwa sababu huenda walikuwa wajapewa seminar. So bishangazi aliweza kuwapatia seminar ili mradi waweze kujua faida ya mdingi kuweza kuishi na mwanamke mwingine. Mdingi nyinyi muone kwamba atakuwa na upwilu, ameishi peke yake kwa muda mrefu, ni lazima atakuwa na upwilu. Kwa nini nyinyi hamjui mapenzi? Nyie hamjui kufanya mapenzi? Hata baba yenu ni mtu ana upwilu jamani. Mabinti wanacheka tu. Huku mdingi uwezi kuamini kwamba amezimika na yule Madam Sara. Muda wote anamuwaza, muda wote anamfikiria. Mdingi kadata akifikiria kale kalangi. Mtoto mlembo yule jamani, nampataje? Mdingi alikuwa akiwaza kwamba anampatapataje mtoto, anampatapataje. Alikuwa akiwaza namna ya kuweza kumpata yule madam. Wakati mwingine tena mdingi aliweza kutimba mpaka hapa shule na aliweza kuwaleta mabinti zake ambao ni Adana, Joy. Basi alishuka kwenye ndinga akawa anajichenga. Mdingi akawazuia. Wanangu, zamani niulize kitu. Yule madam wenu anaitwa nani? Alafu nilikuwa naomba muende mnichukulie namba zake mniletee. Baba, namba za nini za madam? Kuna vitu muhimu nataka nizungumza naye kuhusiana na masuala ya ada na vitu kama hivyo. Bye baba. Yani baba anaomba namba eti ya Madam Sara wamletee. Shikamo mdingi. Basi mdingi akawa anajichenga hapa. Na siku leo alikuja kumwambia kila kitu dada yake, namna ambavyo amempenda Madam Sara ambaye ni teacher wa wale watoto wake. Inabidi umwambie ukweli. Mfuate umwambie ukweli bana. Inabidi nifanye hivyo, na wanangu siku leo ni lazima waje na namba yake. Namba yake? Yes, nimemwambia ndio akanichukulia namba kwa sababu ya kuweza kuwasiliana kuhusiana na masuala mazima ya ada na matumizi ya shule. Basi bishangazi akawa anachinika pale kwa sababu mdingi kaamua kutumia njia shortcut sana kuweza kuipata namba ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Madam Sara. Basi alikuwa akipiga story 2-3 hapa. Wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Adana. Siku ile alikuwa kichati na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Na kuna namna kalikuwa na furaha, yani muda wote kako busy na simu, muda wote kana chati, na shangazi alikuwa akiangalia kwa makini akichungulia akaona kanavyochati. Naona una chati na mwanaume, si ndio? Unampenda, si ndio? Hapana. Yani bidada alikuwa akijingata tu, lakini bishangazi ndo kesha fumania. Siku ile
Leo Mdingi tena alitimba mpaka Sikonga na alikuwa akimuomba madam aweze kumpatia lifti, lakini madam alimwambia kwamba kuna sehemu anaenda, so atachelewa kidogo, so itakuwa ni ngumu yeye kuweza kumpatia lifti. Lakini Mdingi akamwambia kwamba tafadhali, pia nilikuwa na mazungumzo na wewe, kama utojari nitakupigia simu alafu then utaniambia huko wapi limradi tuweze kuzungumza. Madam akamwambia hakuna shida, utanipigia simu basi. Madam akawa anajichenga pale. Mdingi keshazimika, ameshazimika na madam Sara. Baada kuweza kutoka muda si mrefu, baada ya saa moja, Mdingi aliweza kumvutia mnara madam na akawa anamwambia mimi ndo narudi zangu nyumbani, nimeshamalizia shughuli zangu, vipi tunaweza kuonana? Madam akamwambia nadhani unifuate siku ya kesho shuleni, unavunipeleka nyumbani basi ndo tutaweza kuzungumza hayo mazungumzo yako. Basi Mdingi akamwambia hakuna shida, na Sara akamwambia apecha lolo. Ni kwamba Mdingi anatafuta time aweze kumwambia ukweli huyu bishangazi kwamba anampenda. Na huko upande wa pili tunamwona Dominic alikuwa zake na Doka hapa na alikuwa akipiga story 2-3, lakini huwezi kuamini ni kwamba bidada Dana alikuja kufumania hilo, anamfuma mshikaji anaongea na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Doka, na ukiangalia yeye na mshikaji tayari wameshakuwa wapenzi, yani ni mtu na mpenzi wake. Cha ajabu anaanza kumpa muda mwanamke mwingine, bidada akawa anawasoma, anawaangalia, mshikaji anamchekea, bidada ndo anamchekea zaidi. Bidada akaona usintanie, ikabidi azunguke upande wa pili mradi aje kumuonesha mshikaji kwamba amemfuma. Kama angalia mshikaji kaona mbona kama noma, alafu bidada akajichenga pale. Mshikaji kesha haribu, na bidada baada ya kuweza kujichenga akamfuata huyu mwamba na akamuomba aweze kumpatia company. Basi mshikaji akamwambia hakuna shida, lakini huwezi kuamini kwamba bidada amefanya hivi kwa sababu ya kuweza kumuumiza naye mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Kwa kaamua kutumia njia kama kuweza kulipiza kisasi. Wewe kwa umeamua kufanya hivyo, si ndio? Lakini bidada ajibu chochote, anajifanya yuko busy kabisa na huyu mwamba anazidi eti kufundishana. Mshikaji kaona hili ni so balabala. Bidada na makusudi kinoma noma, kwa kuwa mshikaji kamaumiza na yeye ameamua kumlipizia kisasi. Huwezi kuamini kwamba wakati mwingine siku leo ndio ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ambayo soda zinaletwa alafu wamba wanakunywa togo. Yaani siku leo ilikuwa ni siku ya birthday ya teacher ambaye anakwenda kwa jina la Madam Sara. Wanafunzi walikuwa wakimwimbia nyimbo ya happy birthday to you. Na huwezi kuamini ni kwamba naye Mdingi akuacha ile lipite. Siku leo alikuwa amemwandalia bonge la surprise Madam Sara. Wamekuja, yes, nina surprise yako nataka nikutumie kwenye simu baadaye. Vipi, 5,000,000 zitakutosha? Jamani, 5,000,000 vitu vidogo sana hivi kangu. Madam alikuwa akimshukuru Mdingi kwa sababu amemwahidi siku ya leo jioni atamtumia zawadi ya 5,000,000. Mdingi anasema toto hilo. Mdingi anajua kuonga huyu. Basi bana, wakati mwingine tunaona familia nzima na ilikuwa ni furaha kubwa sana familia hii. Kila muda inakuwa na furaha, kila muda ni tabasamu, kila muda anakuwa pamoja. Na Mdingi alikuwa akiwaambia kwamba jiendeni, muda si mrefu mamenu mdogo atakuja hapa. Ghafla bidada Dana alipigiwa simu pale, nakuja. Basi kakaka anajichenga pale na ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic yao. Akasema vipi tena huyu? Basi akawa anamfuata nyuma taratibu kabidada kanavokimbilia chumbani kwenda kuongea na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic na Toto Nitombea Auto Princess pamoja na Joy. Adana akazama mpaka chumbani na akawa anazungumza na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic. Kwa Dominic alikuwa akimuomba msamaha mtoto wa kike. Tafadhali, naomba nisamehe kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Siwezi kufanya hivyo. Uwezo ukawa unaongea na Doka na unamchekea. Wenzake wanamchungulia pale, wanasikiliza kile kitu ambacho wanazungumza. Kumbe Dominic alikuwa akizungumza na Doka. Tafadhali, naomba unielewe, naomba nisamee. Mimi kuna vitu tu alikuwa akihitaji niweze kumfundisha. Sitaki, usinizoe. Taki, nimenuna. Tafadhali, usinune baby. Usinune chununu wangu. Mimi nakupenda. Huko kwa Mdingi, huwezi kuamini kwamba anazidi kupepelea penzi, anazidi kupepelea huba. Nashukuru sana kwa kuweza kunifikisha nyumbani. Nilikwambia kuna kitu nahitaji tuweze kuzungumza. Si ndio? Kiukweli mimi nakupenda. Yaani kiukweli nakupenda. Nataka uwe mke wangu, tulee watoto wangu, tafadhali nakuomba. Mdingi alikuwa kimuomba mtoto wa kike uweze kuoana. Yaani Mdingi sio kwamba anamtongoza eti wewe wapenzi sijui na nini. Anataka ndoa moja kwa moja. Unadhani Madam Sara hapo anagoma? Na Mdingi alikuwa akimsisitiza kwamba anampenda. Madam Sara akamwambia kwamba
hakuna shida, mimi nitalifikiria hilo. Yani Madam Sara amesema atalifikiria, na mwanamke akikwambia atalifikiria basi ujuage ni amelipitisha hilo, yani amekubali. Sema tu hawezi kuonesha moja kwa moja kwa sababu ataonekana amekubali haraka. Basi Madam akashuka na mdingi akaendelea na safari zake. Huko kwa mshikaji ni anamuomba tu mtoto wa kike aweze kumsamehe, lakini bidada amekaza. Bidada hataki kumsamehe mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dominic kwa sababu alimfumania live anamchekea mwanamke mwingine. Bidada ameamua kukaza, yani ameamua kukaza nyuzi vibaya mno kwa sababu mshikaji amezingua. Siku leo ilikuwa ni siku ya kikao, na siku leo mdingi ndo alikuwa akiwaambia kwamba anahitaji kuweza kumleta mamao mdogo, sio inabidi wajiandae kuweza kumpokea. Yes, inabidi mumpokee mama yenu mdogo tena kwa uzuri. Lakini mabinti unadhani wanaelewa, wakawa wanajichenga pale. Wakati mwingine mdingi alitimba hapa, na kama kawaida yake amekuja kwenye mingo zake za kuweza kumwinda Madam Sara. Anashangaa kumuona mwanae yuko na mwanaume. Vipi, mnafanya nini hapa wakati huu ni muda wa darasani? Tulikuwa kuna vitu tunazungumza kuhusiana na topic ambayo siku ile tulikuwa nayo class. Topic hapa nje. Yani tena wawili mmejitenga, mwanamke pamoja na mwanaume. Mnanifanya mimi sina akili timamu, si ndio? Alafu wewe si ndo Dominic? Yes, sikia nikwambie kitu kimoja. Jumapili na kuhitaji nyumbani kwangu kwa sababu nina mazungumzo na wewe. Kwani nimesikia kwamba wewe ndo unayekisumbua kichwa cha binti yangu. Nendeni huko. Basi akawa anajichenga pale. Mdingi amekuja hapa na mingo zake, basi akawa anampigia teacher simu pale kwa sababu siku leo amekuja kumfuata. Basi teacher naye akawa anatoka kwa sababu siku leo alikuwa akihitaji kwenda sehemu, kwenda kuenjoy, kwenda kucelebrate. Mdingi anajua huyu, yani anajua balabala. Na sio kwamba anasubiri mtoto wa kike ajifungulie mlango wa gari, anamfungulia yeye mwenyewe. Mdingi yuko romantic balabala. Basi naye akawa anapanda kwenye ndinga pale, na taratibu wakawa wanajichenga pale kwenda kucelebrate. Na baada ya enjoyment za siku nzima, mdingi aliweza kumrudisha Madam Sara mpaka shule, na alikuja hapa pia kuweza kuwachukua mabinti zake. Wakashangaa, mbona baba ashuki kwenye gari? Mbona aje kutufungulia mlango? Wamezoea babao amekuwa akiwajali, anakuja kuwafungulia milango kwa sababu anawapenda sana mabinti zake. Lakini huwezi kuamini ni kwamba mdingi akashuka kikauzo pale. Amemleta mchumba hapa. Baada ya kuweza akawa anazunguka upande wa pili. Wanamshangaa, baba vipi? Baba ajibu, akafungua mlango kukifungulia chombo kuangalia Madam Sara. Mabinti zangu. Akawa anajichenga pale zamani kwenye ndinga. Madam Sara. Kila mtu akabaki anashangaa kwamba mdingi anatoka na Madam Sara. Wanamwangalia mara mbili. Kwa hiyo ndo mama mdogo wetu mwenye alisema. Basi akawa anazama kwenye ndinga pale, na mdingi akazama kwenye chuma pale. Alafu then Madam Sara akawa anamwaga taratibu pale, akawa anarudi zake mpaka class. Basi bana mabinti, maswali alikuwa ni mengi kuhusiana na Madam Sara, na mdingi hakuweza kuwapinga na kuweza kuwadanganya chochote. Aliweza kuambia ukweli. Kwa nini za Madam Sara? Sasa ulitaka wewe nani? Madam Sara yule ni mwalimu wetu, sasa tutamwangalia jana eti awe mama mdogo wetu. Eti wanapinga. Mimi nalipinga hilo bana. Upinge usipinge. Madam Sara ndo mama yenu mdogo. Yani mabinti ndo alichoka, hawana namna, ndo tayari ameshakuwa mamao mdogo. Na siku leo Dominic alitimba. Nimesikia sana wewe unamshikaga mwanangu, unamweka vichochoroni. Kijana, mimi nakuruhusu kabisa kuwa na mwanangu, lakini nakupa onyo, usimjunje ukamkamia. Mwisho viwili mwisho, maana nyewe vijana mmepagawa saizi. Mnenda 7-8. Utanichoshea binti yangu. Sitaki binti yangu achoke. Viwili mwisho. Unanielewa kijana? Nakuelewa. Unisikilize kwa makini na unielewe na ufanye vitendo, so wewe unaitikia tu hapa. Viwili mwisho kijana cheki. Viwili mwisho. Dadi unazungumzia viwili? Yaani wiki moja tu anakuwa tayari alishadondoka. Kumbe mshikaji ni kimoja chali. Basi bana, huwezi kuamini kwamba mdingi aliweza kufanikiwa kuweza kumuoa Madam Sara. Kama unavyojua ni kwamba mdingi ana mabinti 3, na Madam Sara alikuwa akiwajali sana hawa mabinti, lakini kuna namna walikuwa kama wanataka kumkubali, alafu tena kuna namna hawajamkubali kwa sababu huyu ni madamu wao, na pia akiwa mamao mdogo huko shuleni atawachunga kinoma noma. Na ukumbuke kwamba shuleni wana wapenzi, kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana huko Sikonga kuwa na wapenzi. Lakini ndio hivyo, tayari kesha kuwa mamao mdogo, kwa hakuna namna. Kama nilivyokuambia kwamba huyu mdingi ana mabinti watupu, yani watoto wake wote 3 ni mabinti, ana mtoto yote wa kiume. Huwezi kuamini ni kwamba mdingi kitu ambacho alikifanya, alimkamia Madam Sara kisawasawa, na Madam Sara
Sara alikuja kupata mimba na akaweza kujifungua mtoto wa kiume, na huwezi kuamini kwamba huyo mtoto wa kiume walimuita Genius. Wanalipenda jina langu hawa. Kwa hiyo maonyesho pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo kwa upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako, naambia unatokea wapi na maoni yako. Wewe ni yapi na umeweza kujifunza nini kupitia picha yetu, na usahau kuweza kusubscribe. Na mimi ni Original Sauti ya Simba. Bye bye nature.